Tusome kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5. Neno la Mungu linasema, hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu Kristo. Jina langu ninaitwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, Joseph Mwingira. Niko hapa, tunataka tufundishane kwa habari ya kitabu cha Mwanzo. Watu wengi wameweka kuhubiri hii Injili, lakini tunahitaji kujua zaidi siri ya Mungu iliyopo katika kitabu hiki, sura ya kwanza, ya pili na ya 3 na hata ya 4 pia na kuendelea. Ukiwa huna Roho Mtakatifu, ni ngumu sana kuelewa maandiko matakatifu. Ukiwa huongozwi ndani yako na Roho Mtakatifu, hii inamaanisha yuko roho mwingine anaweza kukuongoza wewe, ni roho wa kuzimu, roho wa shetani, roho wa mashetani. Yesu Kristo ametupa sisi Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutufundisha na kutukumbusha yale yote ambayo Yesu Kristo Bwana wetu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo tuna moyo wa shukrani mbele za Mungu, kwa sababu ni Roho Mtakatifu ndiye anayetufundisha na kwa ajili ya kutuonya, ili tuishi maisha matakatifu mpaka siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atakuja, tupate uzima wa milele, tukaishi na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi neno la Mungu linasema hivi: hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena ilikuwa utupu, na giza limetanda juu ya vilindi vya maji. Giza tupu limetanda juu ya vilindi vya maji, na Roho wa Mungu akatulia juu yake. Mungu alipoiumba nchi haikuwa na nuru. Kuumbwa kwake, kuzaliwa kwake, nchi ilikuwa ni giza tupu, ukiwa na utupu, na giza limetanda. Mungu akaona kwamba giza halimpendezi. Mungu hakupendezwa na hili giza, hakupendezwa na huu ukiwa. Akaiona nchi haijafanana na yeye anayeumba. Akaiona nchi ingawa ameiumba, lakini haifanani na yeye anayeiumba hiyo nchi, kwa sababu Mungu sio giza. Mungu ni nuru. Damu ya Yesu Kristo. Mungu sio giza. Mungu ni nuru, lakini nchi imeumbwa ikiwa katika hali ya giza. Mungu hakupenda, akaihurumia nchi. Ilibidi afanye kazi ya pili, kuibadilisha itoke katika hali ya ukiwa, hali ya utupu na hali ya giza, ili afanye kazi ifanane na yeye mwenyewe mwenye kuumba, kwa sababu Mungu ni nuru. Mungu akasema, na iwe nuru katika nchi. Nuru ikawa, nuru ikawaka. Wakati nuru imewaka katika nchi, giza likatoweka. Mungu akatenga nuru na giza. Nuru ikawaka katika giza, lakini giza likatoweka. Akalitenga mbali kabisa na nuru, akalitoa giza, nuru iwake.
nchi iwe na nuru ifanane na yeye ambaye mwenye kuumba ni nuru. Damu ya Yesu Kristo. Unafikiria huu ni uumbaji wa Mungu? Ukisoma kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 5 ni uumbaji wa Mungu, lakini ndani ya uumbaji huu Mungu ameweka mafumbo matakatifu, siri takatifu. Ni unabii ambao Mungu ameuweka, mambo yatakayotimia baadaye. Ni unabii ambao utakaotimia baadaye. Ukitazama kwa hali ya kawaida, kwa macho ya kawaida, unaona Mungu anaumba mbingu na nchi, lakini katika kuumba huko ameweka unabii wa mambo yatakayotimia baadaye, ambayo sasa yamekwisha kutimia kwetu. Zamani hizi haya mambo ambayo ni mafumbo ya Mungu, ni unabii wa Mungu, umetimia wakati wetu huu. Damu ya Yesu Kristo. Unafikiria ni nini? Nini maana ya haya mambo? Nchi inawakilisha mwanadamu. Nchi inawakilisha mtu mwanadamu. Kwa sababu gani? Kwa sababu binadamu, mtu ameumbwa kwa udongo, mtu ameumbwa kwa mavumbi ya nchi. Kwa hiyo nchi inawakilisha mwanadamu hapa. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 15 mstari wa 47 unasema hivi, tusome. Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 47 unasema, mtu wa kwanza atoka katika nchi ni wa udongo. Damu ya Yesu Kristo. Mtu wa kwanza anatoka katika nchi ni wa udongo, kwamba mtu ameumbwa kwa mavumbi ya ardhi, kwa udongo wa nchi. Kwa hiyo nchi inawakilisha mwanadamu au mtu anayeishi katika hii dunia. Lakini nini maana ya giza? Giza maana yake linawakilisha dhambi. Giza linawakilisha dhambi, dhambi aliyonayo huyu mwanadamu. Lakini watu wanatakiwa kuelewa, mtu aliumbwa katika hali ya dhambi. Ndio maana nchi iliumbwa ikiwa tupu, ukiwa na giza limetanda juu ya maji. Nuru manake nini? Nuru huwakilisha neno la Mungu, na hilo neno la Mungu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo hii nuru iliyowaka gizani ni neno la Mungu, na hili neno la Mungu ndio Yesu Kristo mwenyewe. Ukisoma katika Yohana sura ya 8 mstari wa 12 unasema hivi, tusome. Yohana sura ya 8 mstari wa 12 unasema, basi Yesu akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu. Yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Yesu Kristo anasema, mimi ndimi hiyo nuru iliyokuja ulimwenguni ili iwake gizani. Hii inamaanisha Mungu alilituma neno lake ambayo ni nuru ya uzima ije ulimwenguni, kwa sababu ulimwengu wote, wanadamu wameumbwa wakiwa katika hali ya wenye dhambi. Damu ya Yesu Kristo. Mwanadamu ameumbwa akiwa katika hali ya wenye dhambi, hali ya dhambi
akiwa hali ya giza, amekuwa tupu, ameumbwa katika hali hiyo. Kwa hiyo wanadamu wote tumeumbwa tukiwa wenye dhambi, laana na mauti. Tangu tumboni mwa mama zetu tuliumbwa tukiwa katika hali ya wenye dhambi. Mfalme Daudi, kwa kuwa ni nabii, anasema katika Zaburi yake, Zaburi ya 51 mstari wa 5, anasema naliumbwa katika hali ya wenye dhambi, naliumbwa katika hali ya uovu. Tangu tumboni mwa mama yangu nalikuwa muovu, nalikuwa mwenye dhambi. Tangu tumboni tumeumbwa, tumezaliwa tukiwa wenye dhambi. Nchi imeumbwa ikiwa ina utupu, ukiwa na giza. Kwa hiyo wanadamu tumeumbwa tukiwa wenye dhambi. Mungu hakupendezwa na hii hali, kwa sababu tumeumbwa ndiyo, lakini hatufanani na Mungu mwenyewe, kwa sababu Mungu ni nuru, lakini sisi tumeumbwa tukiwa hali ya giza, wenye dhambi. Mungu akamtuma Yesu Kristo kutoka mbinguni, akamtuma mwana wake duniani ili aje kuondoa giza lililokuwa ndani ya mioyo yetu, aje kuondoa dhambi iliyokuwa ndani ya mioyo yetu, ili tuje tufanane na Yesu Kristo mwenyewe, tufanane na Mungu mwenyewe. Kwa kuwa Mungu ni nuru na sisi tunatakiwa kuwa nuru. Yesu Kristo alipokuja duniani, akaja akazichukua dhambi za ulimwengu kwa njia ya ubatizo kwa Yohana Mbatizaji, damu ya Yesu Kristo. Kwa sababu imeandikwa katika Warumi 6 mstari wa 23, mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa kuwa sisi ni wenye dhambi, mshahara wa dhambi hii ni mauti, na sisi hatuwezi tukafa tukafufuka kwa nguvu zetu. Yesu Kristo alipokuja, alikuja kuzichukua dhambi za ulimwengu wote, dhambi za ulimwengu vizazi vyote, akavichukua katika mwili wake. Mshahara wa dhambi ni mauti. Ilibidi aende msalabani, akasulubiwe msalabani, akateswe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, ili apate kulipa deni la dhambi zetu. Anatakiwa kufa. Hafi kwa sababu yeye ni mwenye dhambi, anakufa kwa sababu amechukua dhambi za ulimwengu. Yeye hakutenda dhambi, lakini amechukua dhambi za ulimwengu. Mungu anataka kuliondoa giza ndani ya mioyo yetu ili tufanane na yeye, tuwe kama yeye. Kwa hiyo ameituma nuru ya uzima kutoka mbinguni. Nuru imekuja duniani, akachukua hii dhambi zetu, akafa msalabani, damu ya Yesu Kristo. Unafikiria kufa kwa Yesu Kristo kuna maana gani? Kufa kwa Yesu Kristo ni kulipa deni la dhambi zetu. Kwa hiyo mauti ya Yesu Kristo ni kwa ajili ya kulipa deni la dhambi zetu. Mshahara wa dhambi ni mauti. Tunadaiwa mauti kwa sababu sisi ni wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu kwa kutupenda akamtoa Yesu Kristo afe, alipe hili deni la ulimwengu ambalo tunadaiwa. Afe yeye, sisi tuwe hai. Damu ya Yesu Kristo. Mauti ya Yesu Kristo ilikuwa ni kufuta majina tuliyokuwa tunaitwa tangu kuzaliwa kwetu. Angalia, nchi imeumbwa ikiwa na majina matatu. Nchi kuumbwa kwake ikawa ina majina matatu, ikawa inaitwa ukiwa, utupu na giza. Tangu kuumbwa kwa ulimwengu tumekuwa wenye dhambi, tumekuwa na majina matatu, tunaitwa ukiwa, utupu na giza. Yaani tumekuwa wenye dhambi, laana na mauti. Mwanadamu ameumbwa akiwa anaitwa kwa majina haya: mwenye dhambi, laana na mauti. Majina matatu. Kama vile nchi ilivyokuwa inaitwa utupu, ukiwa na giza, na sisi tumedhaliwa, tumeumbwa tukiwa tuna majina haya: wenye dhambi, laana na mauti. Yesu anakufa msalabani ili kufuta haya majina ya kwanza tunayoitwa wenye dhambi. Kwa hiyo mauti ya Yesu Kristo ni kufuta majina ya kwanza
tuliokuwa tunaitwa, ili atupe majina mapya ya mbinguni. Damu ya Yesu Kristo. Kila mtu Mkristo anatakiwa kuelewa upendo huu wa Mungu. Anatakiwa kuelewa huu upendo. Ndiyo, tumeumbwa wenye dhambi, lakini Yesu Kristo anachukua dhambi zetu. Yeye akaitwa dhambi, laana na mauti, akafa msalabani. Anakufa kufuta majina ya kwanza tuliyokuwa tunaita kwa damu yake. Anakufa ili kulipa deni tuliyokuwa tunadaiwa, mauti. Kwa hiyo kufa kwa Yesu Kristo amefuta dhambi, majina yetu, amefuta majina ya kwanza, amelipa deni. Tusiitwe tena wadeni, bali sasa tuwe huru kutoka udeni wa mauti. Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndiyo injili ambayo watu ulimwenguni wanatakiwa kuijua. Na kufufuka kwa Yesu Kristo ni faida kubwa kwa wanadamu. Nini maana ya kufufuka kwa Yesu Kristo? Kufufuka kwa Yesu Kristo ni kutupa sisi majina mapya ya mbinguni. Kama Yesu asingefufuka, tungekuwa tunaitwa kwa majina yale yale, majina yale yale ya kwanza. Tungekuwa tunaitwa ukiwa, utupu na giza. Tungekuwa tunaitwa wenye dhambi, laana na mauti. Deni lingebaki pale pale kama Yesu asingefufuka. Lakini kufufuka kwa Yesu Kristo ni sisi kuitwa majina mapya ya mbinguni, majina ya Mungu mwenyewe. Tusome Warumi 4 mstari wa 25. Tusome hiyo. Warumi 4 mstari wa 25 unasema, ambaye alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili mpate kuhesabiwa haki. Yesu Kristo alitolewa, akafa, akazikwa, akafufuka. Kufufuka kwa Yesu Kristo ili sisi tuhesabiwe haki, ili sisi tuitwe wenye haki. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu Kristo ndiyo sisi kupewa majina mapya, kwamba Yesu Kristo ameshinda. Sasa tumekuwa wana wa Mungu, tunabatizwa kwa majina ya mbinguni, majina ya Mungu Baba yetu. Sasa tunaitwa wenye haki kwa kufufuka Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Kwa kufufuka Yesu Kristo tunaitwa wenye haki. Kwa kufufuka Yesu Kristo tunaitwa wana wa Mungu. Kwa kufufuka Yesu Kristo tunaitwa watakatifu, tuliotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa mwili wa Yesu Kristo. Kwa kufufuka Yesu Kristo tunaitwa wenye uzima wa milele, kwa kuwa nuru imewaka ndani ya mioyo yetu, damu ya Yesu Kristo. Tulikuwa wenye dhambi, laana na mauti. Yesu Kristo alipokufa msalabani kulipa deni la dhambi zetu, sio wadeni tena sisi. Wote wanaomtumaini Yesu Kristo sio wadeni tena. Majina yetu ya kwanza, wenye dhambi, laana na mauti, yamefutwa kwa damu ya Yesu Kristo, damu ya msalaba. Sasa amefufuka, tunaitwa wenye haki, wana wa Mungu, wa Kristo, watakatifu, watakatifu, wenye uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini ukisoma mstari wa 5, wa 4 na wa 5 kitabu cha Mwanzo, tusome. Neno la Mungu linasema hivi. Mstari wa 4, Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema, Mungu akatenga nuru na giza. Mstari wa 5, Mungu akaiita nuru mchana na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Yani siku ya kwanza. Angalia, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Nini maana ya siku moja? Siku moja maana yake siku ya kwanza, damu ya Yesu Kristo. Siku moja inawakilisha siku ya kwanza ya juma, ambayo
ndiyo siku ambayo Yesu Kristo anafufuka kutoka wafu. Siku moja inawakilisha siku ya kwanza ya juma ambayo Yesu Kristo anafufuka kutoka wafu. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya kwanza Mungu anatenganisha kati ya giza na nuru. Siku ya kwanza ya uumbaji Mungu anaiwasha nuru yake ya uzima kwa nchi iliyokuwa na giza. Siku ya kwanza ndiyo siku ambayo nuru imewaka ulimwenguni, nuru imewaka kwa wanadamu kuondoa giza lililo ndani ya mioyo yao. Siku ya kwanza hiyo, siku ya kwanza ndiyo siku ya kwanza ya juma. Yesu Kristo anafufuka kutoka wafu, ameishinda dhambi, laana na mauti. Nuru imewaka ndani ya mioyo ya wanadamu wote na giza limetoweshwa. Damu ya Yesu Kristo. Siku ya kwanza Mungu anaumba, analiondoa giza, anaiwasha nuru katika ulimwengu kwa wanadamu wote, kwa sababu Yesu Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma. Hiyo wote tunajua. Kwa hiyo siku moja, ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku moja. Hili ni fumbo na ndio unabii kwamba Kristo aliye nuru ya uzima atafufuka siku ya kwanza ya juma, na atakapofufuka yeye ni nuru ambayo imeshinda giza. Giza lililokuwa limewakalia wanadamu, sasa nuru imewaka gizani na giza limetoweka. Tusome Yohana 1. Yohana 1. Yohana sura ya kwanza mstari wa 5 unasema hivi: nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. Nuru iliwaka katika giza lililokuwa ndani ya mioyo ya wanadamu, giza likatoweka, nuru ikachukua nafasi. Lakini ukisoma mstari wa 9 unasema hivi: kulikuwako nuru halisi, amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Mstari wa 10, alikuwako ulimwenguni, hata kwa yeye ulimwengu ulipata kuwako, wala ulimwengu haukumtambua huyo nuru aliyekuja. 11 nasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliyempokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Damu ya Yesu Kristo. Huyo nuru alikuja ulimwenguni. Huyo nuru ndiye anayewatia watu wote nuru, ili waitwe nuru kama Mungu alivyo nuru. Mungu siyo giza. Kwa hiyo Mungu alitaka kuliondoa giza ndani ya mioyo ya wanadamu wote. Tulikuwa wenye dhambi, Mungu anaondoa dhambi kwa kuileta nuru ya uzima ndani yetu. Kwa hiyo kila anayemwamini Yesu Kristo, yeye haitwi tena mwenye dhambi, kwa sababu dhambi imekwisha kuondolewa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa kufufuka Yesu Kristo. Sasa kwa sababu nuru imeshinda ulimwengu, ikafufuka siku ya kwanza ya juma, nuru imewaka ulimwenguni. Kila anayemwamini Yesu Kristo sasa anaitwa mwana wa mchana, mwana wa nuru. Kila aliyemwamini Yesu Kristo, kila anayemwamini Yesu Kristo katika mwili na damu yake iliyopigwa ikamwagika msalabani, huyu anaitwa mwana wa nuru. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu Kristo ni nuru ya uzima. Kwa hiyo kila anayemwamini amekuwa mwana wa Mungu, mwana wa nuru, mwana wa mchana. Sisi tumepewa majina mapya, hatuitwi wana wa giza, wana wa usiku, kwa sababu tumebadilishwa kutoka hayo majina kwa damu ya Yesu Kristo. Sasa tunaitwa wana wa mchana, wana wa nuru, damu ya Yesu Kristo. Lakini Biblia inasema alikuja kwake, lakini wala hawakumpokea. Hii inamaanisha kila mtu asiyemwamini Yesu Kristo, ambaye ndiyo nuru ya uzima, huyu bado
yuko gizani. Kwa hiyo huyo ni mwana wa giza, mwana wa usiku, yuko chini ya Ibilisi Shetani, kwa sababu huyo ndiyo mkuu wa giza, huyo ndiyo mkuu wa dhambi, na huyo ndiyo baba wa dhambi, baba wa mauti. Kwa hiyo wote wasiomwamini Yesu Kristo, wasioitumaini damu ya Kristo, hawa ni wana wa giza, wana wa usiku. Damu ya Yesu Kristo. Kwa nini uitwe mwana wa usiku wakati Mungu hapendezwi na giza, hapendezwi na usiku? Ndiyo maana akamleta Yesu Kristo aliye nuru ya uzima, alafu akasema, akaona kuwa ni njema. Aliposema na iwe nuru katika nchi, nuru ikawa, giza likatoweka. Mungu akasema imekuwa njema. Mungu anapenda wanadamu wote wawe nuru, kwa sababu yeye ni nuru. Kwa hiyo kila anayemwamini Yesu Kristo lazima ashuhudie yeye ni mwana wa mchana, yeye ni mwana wa nuru. Haya ndiyo majina tuliyopewa. Lakini mtu akisema yeye ni mwenye dhambi, hii inamaanisha ameikataa nuru. Yeye akisema mimi bado ni mwenye dhambi, mimi ni tupu, mimi ni ukiwa, mimi ni giza, hii inamaanisha ameikataa nuru ya uzima. Kama unamwamini Yesu Kristo, kama unampenda Mungu aliyemtuma Yesu Kristo duniani akafanya kazi ya wokovu, wewe sio giza tena, wewe sio tupu tena, wewe sio ukiwa tena, wewe ni mwana wa nuru, mwana wa mchana. Damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo siku ya kwanza Mungu aliliondoa giza, akatenga giza na nuru, nuru akaita mchana. Siku ya kwanza ya juma Yesu Kristo ambaye ndiye nuru anafufuka kutoka watu, ameishinda dhambi, laana na mauti. Sasa sisi tunayemwamini Yesu Kristo tunaitwa wana wa nuru, wana wa mchana, wana wa Mungu, watakatifu, wenye haki, wenye uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Haijalishi una dhambi kiasi gani, haijalishi umeua, haijalishi umezini, haijalishi una dhambi nyingi kiasi gani, lakini Mungu kabla hujazaliwa alikwisha kuituma nuru ulimwenguni. Nuru imewaka ndani ya ulimwengu. Ni kiasi cha wewe kukimbilia kwa Yesu Kristo, kusema Bwana, mimi ni mwenye dhambi, lakini wewe ulinifia, wewe ni nuru ya uzima, na kuamini wewe, futa dhambi zangu zote, kwa sababu ulikwisha kuzifuta tangu sijazaliwa. Kama ukiamini katika mwili na damu ya Yesu Kristo, wewe sio mwana wa usiku tena, wewe sio mwana wa giza tena, wewe ni mwana wa mchana, mwana wa nuru, mwenye uzima wa milele ndani yako. Damu ya Yesu Kristo. Kuanzia na leo ujiite wewe ni mwana wa nuru, mwana wa mchana. Hii inamaanisha una uzima wa milele. Hii inamaanisha wewe ni mwana wa Mungu. Mpokee Yesu Kristo ndani ya moyo, muamini, mtegemee yeye tu katika damu yake. Yohana sura ya kwanza anasema, tusome mstari wa 12, anasema, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiwa jina lake. Kama unamwamini Yesu Kristo, unaliamini jina la Yesu Kristo, unamwamini Yesu katika mwili na damu yake, dhambi zako zote zimefutwa na giza limeondolewa ndani ya moyo wako. Kuanzia na wakati huo, usiseme tena wewe mwana wa giza, usiseme tena wewe ni mwana wa dhambi au wewe ni mwenye dhambi. Sema mimi ni mwana wa nuru, kwa sababu umeshakuwa mwana wa Mungu. Wewe ni mtakatifu, una uzima wa milele. Damu ya Yesu Kristo. Kila mtu anayesikiliza mahubiri haya aseme kwa Mungu, asante Mungu, kwa sababu umenikomboa, umeliondoa giza ndani ya moyo wangu, umeondoa utupu na ukiwa. Sasa umenipa majina matakatifu, tena majina yako mwenyewe. Umeniita mwana wa Mungu, umeniita Mkristo mtakatifu, umeniita
mwana wa nuru, mwana wa mchana, umeniita mwenye haki, mtakatifu, mwenye uzima wa milele. Haya ndiyo majina ya Wakristo, na huu ndio unabii ulioandikwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 5. Huu ni unabii ambao umetimia sasa. Nuru imekwisha kuwaka. Mimi ndimi nuru ya uzima, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe. Mungu hapendi giza. Ndiyo maana Yesu Kristo akaja, na Yesu Kristo amekwisha kufa msalabani, amefufuka, yuhai, yuko mbinguni. Huyo ndiyo mfalme wetu. Tunampenda yeye kwa sababu yeye ni nuru. Yeye ni nuru, na sisi ametufanya kuwa nuru kwa damu yake, kwa mateso ya msalaba, damu ya Yesu Kristo. Baki na Yesu Kristo. Mpende Yesu Kristo. Mwamini Yesu Kristo. Ipende nuru iliyotumwa na Mungu kutoka mbinguni. Huu ni upendo wa Mungu kwetu. Akamtoa Yesu Kristo aliye nuru, Mungu mkuu, Baba wa milele, akavaa mwili kuja kwetu kutukomboa, atoe dhambi, atoe laana ndani ya mioyo yetu, atoe hii mauti, atupe uzima wa milele, atupe majina yake mwenyewe. Tunaitwa Wakristo. Mpende huyo Mungu, mshukuru huyo Mungu, shuhudia wewe ni mwenye haki, wewe ni mtakatifu, mwana wa nuru, damu ya Yesu Kristo. Kama Roho wa Mungu amekufanya kuyapenda mahubiri haya na kupenda injili hii, basi useme amina katika comment. Damu ya Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.